الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. Tukiendelea na kisa ambacho amekitaja Ibn Abi Dunya katika kitabu cha Al-Mujabin fi duai an al-Hasan, akielezea dua kutoka kwa Al-Hasan. Qala, amesema: kana rajulun min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtu mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, min al-ansari, katika maansari, watu wa Madina. Yukna Aba Mi'laq, alikuwa akifahamika kwa jina la Aba Mi'laq. Kana tajiran yattajir, huyu alikuwa ni mfanya biashara akipita kufanya biashara katika maeneo mbalimbali, bimali lahu, kwa kutumia mali yake, wali ghairihi, na mali za watu wengine. Alikuwa ni mfanya biashara ambaye anatembea katika ardhi, yadribu bihi fil afaq, alikuwa akifanya biashara katika maeneo mbalimbali. Wakana nasikan waria, na alikuwa ni mwenye kushikamana na dini, lakini alikuwa pia ni mcha Mungu. Fakharaja marra, alitoka siku moja, falaqiyahu lissun muqanna'un fi silah, alikutana na mwizi vibaka hawa ambaye alikuwa ameficha uso wake, lakini alikuwa na silaha. Faqala lahu, yule mwizi akamwambia huyu Aba Mi'laq: ma ma'aka fa inni qatiluk, da' ma ma'aka, hebu kiweke hicho ulichokuwa nacho, manake wacha bidhaa yako, fa inni qatiluk, na mimi nitakuua wewe. Qala ma turidu ila dami, anamwambia unahitaji nini katika damu yangu, manake kwa nini uniue? Sha'nuka bil mal, unachokihitaji wewe ni mali, mimi nafahamu hivyo. Qala lahu, yule mwizi akamwambia: amma al malu fali, hii mali unayomiliki kuanzia sasa ni ya kwangu. Walastu uridu illa damak, na mimi sihitaji kutoka kwako isipokuwa damu yako hivi sasa, nahitaji nikuue. Qala amma idha abaita, akamwambia utakapokataa basi isipokuwa uniue, manake utakapokataa kuniacha mimi huru na ukachukua tu peke yake mali yangu, basi naomba fadharni, naomba uniachie mimi, unipe muda, usalli 4 rakaat, ili ni swali raka 4. Qala, yule mwizi akasema: salli ma bada lak, swali kiwango unachokitaka wewe. Fatawadda, Aba Mi'laq akaanza kutawadha, thumma salla 4 rakaat, kisha akasali raka 4. Fakana min duaihi, kawa katika dua zake, fi akhir sajda, katika ile sijda yake ya mwisho, anqala, kusema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala: ya wadudu ya dhal arshil majid ya fa'alu lima yurid. Alimuita Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina haya: as'aluka, na kuomba, ya Rabbi, bi'izzika alladhi la yuram, kwa utukufu wako ya Rabbi, na nguvu yako ambayo hakuna wa kuweza kuifikia, wa mulkika alladhi la yudham, na ninakuomba kupitia ufalme wako ambao hakuna wa kuupinga ufalme huo, hakuna wa kuweza kuudhulumu au kuuchukua. Wa binurika alladhi mala arkana arshik, na ninakuomba kupitia nuru yako ya Rabbi ambayo imeenea katika pembe zote za arshi yako, antakfiani sharra hadha lis, ya Rabbi uniepushe na unilinde kutokana na shari za mwizi huyu. Ya mughithu aghithni, ewe mwenye kutoa msaada, naomba unisaidie ya Rabbi. Ya mughithu aghithni 3 marat, akamwita Allah subhanahu wa ta'ala ya mughith aghithni mara 3. Fa idha huwa bifarisin, ghafla katokea mpambanaji
mwanajeshi qad aqbala, amesogea eneo lile, biyadihi harba, katika mkono wake kuna harba, ile silaha ya kivita ya inayofanana na mkuki au mkuki wenyewe. Qad wadaaha baina udhunai farasi, ameweka pale eneo la masikio ya farasi wake, maeneo yale kama anataka kushambulia. Falamma basura bihi al-lissu, falamma basura bihi al-lissu aqbala nahwahu, ay falamma absara, pindi alipomuona yule mwizi, alipomuona huyu shujaa katika eneo lile, alimfuata, aligeuka upande wake. Fata'anahu, huyu shujaa aliyekuja pale, yule mwanajeshi akamshambulia kwa kumrushia yule mwizi ule mkuki wake, akamchoma. Faqatalahu, pale pale akamuua. Thumma aqbala ilayhi, kisha akamgeukia huyu muhusika ambaye alikuwa akiswali. Faqala, akasema kumwambia yule aliyesali, Aba Mi'laq, akaambiwa qum, simama. Kwa hiyo huyu mwanajeshi baada ya kumuua huyu mwizi akamwambia sasa huyu aliyekuwa akisali, kwa kuwa alikuwa yuko katika sijda, akamwambia simama. Faqala, baada tu ya kusimama huyu aliyekuwa akisali ambaye ni Aba Mi'laq, akamwambia man anta, wewe ni nani? Bi abi anta wa ummi, manake bi abi anta wa ummi faqad aghathani Allah bika al-yawm. Bi abi anta wa ummi, manake ani maneno yenye heshima kubwa sana kwa Waarabu. Hadhihi al-ibara min asalib al-arab, ni katika ibara ambazo zinatumika na Waarabu sana, kwamba natoa fidia, namtoa fidia baba yangu na mama yangu ili kukulinda wewe. Ni katika maneno ambayo Mwarabu anapokuambia anakusudia kukuheshimisha sana, na kwamba anakupenda sana kutokana na kile ambacho umemfanyia, anakushukuru kupita maelezo. Wala yuradu biha maana alharfi, haikusudii kwamba labda mtu ana uwezo wa kumtoa fidia mama yake na baba yake moja kwa moja. Wa inma hiya kinayatun an inayati at-taqdir wal ijlal, mtu anakusudia kuonyesha ile heshima iliyopitiliza na mapenzi, kwamba umemfanyia kitu kikubwa sana katika maisha yake. Kwa hiyo bwana ameshukuru sana Aba Mi'laq kwa kumwambia kwamba Allah aghathani Allahu bika al-yawm, kwamba Allah ameniokoa kupitia wewe siku ya leo. Qala, akasema ana malakun min ahli as-samai ar-rabi'a, mimi ni malaika ambaye natoka mbingu ya 4. Da'auta bi du'aika al-awwal, umemuomba Allah kupitia dua yako ya kwanza. Fasami'tu li abwab as-samai qaqa, nikasikia katika milango ya mbingu kishindo. Thumma da'auta bi du'aika athani, kisha ukamuomba Allah kwa dua ya pili, ya mughith aghithni. Fasami'tu li ahli as-samai dhajja, nikasikia watu wa mbinguni wanapiga kelele. Thumma da'auta bi du'aika athalith, kisha ukamuomba Allah kwa dua yako ya tatu. Faqila li, pale pale pakasemwa kuambiwa mimi, watu wakaniambia dua makrubin, wale malaika wakawa wanazungumza, wanasema hii ni dua ya mtu anayehitaji, mwenye tatizo. Fasaltu Allah an yuwalliyani qatla, mimi nikamwomba Allah anitawalishe mimi, anipe jukumu la kushuka haraka kuja kusimamia jambo la kumuondoa huyo aliyekuwa anataka kukudhuru, kukuua wewe. Basi pale pale ndo nikaja nikamuua mimi. Qala al-Hasan anasema faman tawadda, yote atakayetawadha, wa salla 4 rakat, aliyetusimulia kisa hiki anasema atakayetawadha na akasali raka 4, wadaa bi hadha ad-dua, kisha akaomba dua hii, istujiba lahu makruban kana au ghair makrub, atajibiwa yeye tatizo ambalo analo, sawa sawa awe na tatizo wakati huu au awe hana tatizo. Fa akhbaru bani Israil, hizi habari ambazo tunaziona za Banu Israil, Mtume sallallahu anatuambia hadithu an bani Israil wala haraj, simulieni hizi hadithi na matukio yaliyopita ya Banu Israil wala hakuna tatizo. Na akhbaruhum kama qala alulama, tukizielezea habari hizi za Banu Israil au matukio mfano wa hili, wanazuoni wameyagawa matukio ya design hii ya Banu Israil ala aqsami 3, katika vigawanyo vikuu vitatu. Qismun ulima min shar'ina sihhatahu fayusaddaq, kuna kigawanyo cha kwanza katika hizi habari za Banu Israili ambazo
unafahamika uhakika wake na zimethibiti kweli, zinasadikishwa na sisi tunaziamini. Wa qismun ulima min shar'ina takdhibuhu fayukadhab, na kuna kigawanyo ambacho kuna uthibitisho kwamba hivi visa ni vya uongo, kwa hiyo hufutwa na sisi huviweka katika daraja la uongo, hatuvithibitishi. Lakini wa qismun lam yu'raf fi shar'i la hadha wala hadha, na kuna kigawanyo cha tatu ambacho kuna baadhi ya visa havifahamiki ule ukweli wake kwamba ni vya ukweli au ni vya uongo. Hivi visa vina hadithiwa na Mtume sallam ameeleza kwamba hadithu an bani Israila wala haraj, fayakunu min mawqufan yukhbaru bihi. Hivi visa tunakuwa tunasimama sisi katika sheria tunavieleza, wa yuhaddathu bihi wala haraja lima fihi min al'idhat, kwa sababu kunapatikana mauidha ndani yake na kunapatikana ibra mbalimbali na ukumbusho. Na katika kisa hiki sawa iwe thabatat sihhatuhu au lam tathbut, sawa imethibiti siha yake kwamba ni kisa cha ukweli au kisa cha uongo, sisi tunazingatia kwamba haya yaliyoelezwa ndani ya kisa yote ni ya kweli. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha kwamba amma yujibu almudtarra idha daa, kwamba amethibitisha halul idtirar, mmoja wetu kweli anapofikwa na jambo ambalo linamshughulisha akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kweli kweli, basi Allah wakati huo humjibu. Na tunamuona huyu bwana baada ya kuwa amefikwa na mtihani anataka kuuawa, basi amemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kweli kweli na kutaka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hali ya pili amefazia lillahi bisala, amenyenyekea kwa Allah kwa kumwelekea na kumkimbilia kwa kusali. Na tunaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha hazabahu amrun fazia ila sala, anapopatwa na jambo haraka huenda kusali. Wa as-salatu qurba, na sala ni katika vitu vinavyokukaribisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema wasta'inu bis-sabri was-salah, na tegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala, tegemeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya subra, lakini kwa kusali vile vile. Kwa hiyo hizi hali ambazo amezitekeleza huyu bwana Aba Mi'laq katika hiki kisa zote ni hali ambazo kama atazifanyia kazi muumini katika hali za dizaini hii, hali ya namna hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi na kumtatulia shida zake na yale matatizo yake. Na mithalu al-muttar ala taqdiri sifati alhikaya, mfano wa mtu ambaye amefikwa na tatizo kweli ni mfano wa huyu bwana Aba Mi'laq. Huyu amefikwa na tatizo kweli, tukiangalia historia yake anataka kuuawa katika hali hii, akaona kwamba hakuna kumwelekea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameitikia dua yake. Bali hii ndiyo hali ya muumini ambaye atamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamtatulia shida yake kwa uthibitisho wa hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, amma yujibu almudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a. Nani ambaye anayetatua shida za yule ambaye amefikwa kweli na shida isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye yakshifu as-su'a, anayeondoa tatizo la namna yoyote. Kwa hiyo hii inatupa sisi imani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapoombwa, Allah subhanahu wa ta'ala yujibu lilmudtarrin, anawajibu wale wenye kumwelekea yeye kweli kweli. Fa hadha alhal, hii hali ni katika hali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hupokea maombi ya waja wake. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kujibiwa kwa dua ni kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala wakati ule wa shida. Na hili nitalitolea pia mfano wa watu ambao wako katika bahari, watu ambao wamepanda katika jahazi. Allah ameeleza mifano yao katika hali nyingi na katika sura tofauti tofauti, katika aya tofauti tofauti. Allah ameeleza katika suratu Luqman mwisho, alam tara anna alfulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika sura hii kwamba kuna watu ambao wako katika hali
ya shida ya dhiki, wako katika chombo baharini, wakati ule wanamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, wanapoona kwamba mawimbi yanapiga jahazi yao, mukhlisina lahu ddin, hali ya kumtakasia dini yake. Falamma najjahum ila albarri faminhum muqtasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Allah ameeleza hivi katika suratu Al-Luqman. Wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu wa hali ya juu, bali katika aya nyingine wanatoa na ahadi tofauti tofauti. Wanamwambia Allah, la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minash shakirin, utakapotuokoa katika hili tatizo ya Rabbi tutakuwa ni wenye kushukuru. Falamma anjahum idha hum yabghuna fil ardi bighairi alhaq, tunapookoa kuwatoa katika haya matatizo, wanapofika nchi kavu wao wanafanya ufisadi. Allah anaambia, ya ayuhan nas inna baghyukum ala anfusikum, huo uadui mnaofanya mnazifanyia nafsi zenu. Dunia hii ni starehe ya muda mfupi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, inawezekana kuna wakati akaitikia dua kwa sababu ya ile ittirar, kwamba wewe huna budi na umemwelekea Allah, ile hali yako ndio inafanya Allah akuitikie. Inawezekana ni muovu, una mengi unayoyafanya, lakini tu Allah kwa ile huruma yake na kwa ile hali ya ittirar, hakuna anayemjibu mtu ambaye amefikwa na shida isipokuwa Allah. Kutokana tu na hii hali Allah akakujibu. Na kuna mifano mingi ambayo inaelezwa katika hili. Kuna watu wanaghurika, kuna muda mtu anaenda kwenye kaburi analia, anaomba kweli kweli na anamuomba Allah, lakini yuko katika kaburi, basi Allah humjibu kutokana na ile hali yake mwenyewe, akajidanganya akaona kwamba kupitia kaburi ndio amepewa ile matlabu yake kile alichokiomba. Bali Allah subhanahu wa ta'ala asema, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin. Allah huenda akakupuruzia akakupa kile unachokitaka kwa wakati ule, lakini anakupuruzia wewe na kukupa muda katika kuyaendea yale unayoyaendea ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huenda hakukujibu labda kwa sababu umetumia wasila ile ambayo tunafahamu kwamba ni shirki kufanya hivyo. Allah amekujibu kutokana na hali yako, lakini pia akikupa muda katika maisha yako. Kwa hiyo miongoni mwa hali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hujibu dua za waja wake ni halatul ittirari, mtu anapofikwa na kishindo cha haja na matatizo. Naktafi bihadha wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية.